Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe kwa kipindi cha mwezi Aprili mpaka sasa imeendelea kufanya shughuli mbalimbali za kioperesheni ikiwemo doria, misako mbalimbali ya kuwasaka wahalifu katika maeneo yote mkoa wetu wa Songwe ili kuhakikisha wananchi wanaendelea kuwa salama, ambapo imesaidia kupunguza matukio ya kihalifu katika mkoa wetu kama ifuatavyo. Katika kipindi cha mwezi uliotaja huu Aprili 2024 mkoa wetu wa Songwe umepata mafanikio mbalimbali kwa kukamata jumla ya watuhumiwa 162 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo mauaji, ubakaji, kupatikana na silaha, kuingiza bidhaa zilizopigwa marufuku nchini, kutoa taarifa za uongo vituoni, kujeruhi, wizi, kupatikana na noti bandia, kupatikana na madawa ya kulevya hasa bangi, lakini pia kupatikana na pombe haramu maarufu kama gongo na makosa mengine ambayo hatujataja yote hapa. Hivyo kupitia misako hiyo, jeshi la polisi katika mkoa wetu pamoja na kuwakamata watuhumiwa pia vimekamatwa vitu mbalimbali kama ifuatavyo. Tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu majira ya saa 11 jioni maeneo ya kijiji cha Selewa wilaya ya Mbozi, askari wakiwa doria walifanikiwa kumkamata Justa Anthony Nansanya mwenye umri wa miaka 42, Nyiha, mkulima na mkazi wa Nambala. Huyu ni mlinzi wa kampuni ya Kalula akiwa na bunduki, ni mlinzi wa kampuni ya Kalula akiwa na bunduki aina ya shotgun namba 060945 na risasi 2 bila kuwa na kibali cha umiliki wa silaha hiyo kwa mujibu wa sheria. Lakini pia mnamo tarehe hiyo tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka huu majira ya saa 7 mchana katika maeneo ya Saganoti kijiji cha Ivwanga Kalasha ni katika mji mdogo wa Mlowo wilaya ya Mbozi, askari pia walifanikiwa kupitia taarifa za wasiri walifanikiwa kumkamata Nebat Maxon Landa. Huyu ana umri wa miaka 40, Nyiha, mkulima na mkazi wa Saganoti, akiwa anamiliki silaha ndogo aina ya pisto iliyotengenezwa kienyeji inayotumia risasi za shotgun, ikiwa na risasi moja nzima na ganda moja ambalo limetumika kinyume cha utaratibu. Na baada ya mahojiano mtuhumiwa alikiri kufanyia uhalifu silaha hiyo na kutaja matukio aliyoyafanya. Vile vile mnamo tarehe 18 mwezi wa 4 majira ya saa 7:40 katika mtaa wa Mabatini A kata ya Mlowo wilaya yetu ya Mbozi, askari wakiwa katika operation ambazo tumesema na misako mbalimbali walifanikiwa kukamata mafuta ya diesel, mafuta ya gari yani ya diesel yakiwa kwenye madumu 12 yakiwa na jumla lita zaidi ya 200 yenye thamani ya shilingi 600 yakiwa yamehifadhiwa katika nyumba ya bwana Mbwana. Tumepata kwa jina moja kwa sababu wakati tunafanya upekuzi kwenye nyumba hiyo yeye mwenyewe hakuwepo na alikuwa amekimbia. Kwa hiyo amefanya kwa jina moja la Mbwana, lakini mzigo wote unaweza kukamatwa. Madumu hayo yaliyosema 12 yakiwa na lita za ujazo zaidi ya 200 yenye thamani ya shilingi zaidi ya 600. Lakini tarehe 14 mwezi wa 4 majira saa 11 jioni katika mtaa wa Mwangala kule Tunduma katika wilaya yetu ya Momba, askari wetu katika msako walifanikiwa kukamata bwana Isaac Simon Luvanda mwenye umri wa miaka 25, ni Kristo na ni dereva akiwa na gari ya Toyota Prado TX yenye namba za usajili T401 DYR yenye rangi ya blue iliyokuwa imeibwa mkoani Mbeya. Iliyoibwa mkoani Mbeya. Kielelezo na mtuhumiwa huyu baada ya kupekuliwa nyumbani kwake, gari ilikutwa nyumbani kwake, lakini pia baada ya kupekuliwa nyumbani kwake alikutwa akiwa na dumu 2 zenye lita 35 za kimiminika kinachodhaniwa kuwa ni spirit inayotumika kutengenezea pombe kali, lakini vifuniko 139 vya pombe aina ya strong, stika 41 za nembo ya TRA, stika 550 zenye nembo ya konyaki, kinywaji aina ya konyaki, lakini kitambaa cheupe cha kuchujia, wanachuja hiyo spirit, lakini dishi 2 ndogo box tupu 10 zenye nembo ya konyaki,
chupa tupu 35 za konyagi, vifuniko 143 vya pombe aina ya konyagi. Pombe aina ya konyagi dogo box 24, kila box likiwa na chupa 24, lakini na ujazo wake wa miligram 200 kwa kila chupa. Pombe ya strong box 28, kila boxi likiwa na chupa 30 ndani yake na ujazo wake ni miligram 200 kwa kila chupa, pamoja na chupa 29 zenye pombe aina ya master zenye ujazo wa miligram kama tulivyosema 200 ndani yake, ambazo zimezalishwa kienyeji bila kufuata taratibu na viwango. Kifupi ni pombe fake, na kuweka alama ya ubora bila kuwa na leseni ya uzalishaji kutoka mamlaka ya TBS ambao ndio wenye viwango hivi. Utengenezaji usio wa pombe tu na vitu vingine bandia, kosa kubwa, kwa sababu makosa haya yanakwenda kuathiri afya za watu, afya za Watanzania ambao tunategemea waishi, wafanye kazi, tuweze kuboresha uchumi wetu na nchi yetu kusonga mbele. Wanapotokea watu wa namna hii na kutengeneza vitu vya bandia namna hii, ni hatari sana kwa wananchi wetu. Kwa hiyo ninachosema, makosa kama haya jeshi la polisi lisiache peke yake. Ningeomba na taasisi zingine tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunafanya operation za pamoja na taarifa wananchi wanapoona vitu vya namna hii kwenye maeneo yetu, kwa sababu haya yanatengenezwa kienyeji kwenye maeneo yetu, sio sehemu rasmi. Tupeni taarifa, kwa sababu kuficha, kufanya hivyo ni kujiumiza wenyewe. Niombe taasisi zingine, taasisi za ushindani, wenzetu wa TRA, wenzetu wa TIA, ambao tunafanya nao kazi na vyombo vingine vya sheria na vya dola, tuweze kushirikiana kuhakikisha kwamba tunakomesha vitendo vya namna hii katika mkoa wetu ili wananchi wetu waendelee kuwa salama. Lakini pia imekamatwa hapo juice katuni 5, boksi 4 za biskuti ambazo hizi zimekamatwa pia Tunduma, na mtuhumiwa alikimbia, na hizi zinaonekana zimekwepa ushuru wa serikali, na tumewasiliana na wenzetu wa TRA kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zinachukuliwa na wenzetu, na mtuhumiwa akipatikana basi aweze kuchukuliwa hatua za kisheria, ikiwa ni pamoja na kulipa ushuru wa serikali. Lakini pia tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka huu majira ya saa 1:30 asubuhi, askari wakiwa doria huko maeneo ya stendi ya mabasi ya Pemba, wilaya yetu ya Momba, walifanikiwa kumkamata Pasco na Ligwa Masesa akiwa na noti ambazo zinadaiwa kuwa ni bandia za Tanzania za 10,000 noti 95 zenye thamani ya shilingi 9,500 ambayo ni sawa na dola 4,900, zote zinadaiwa kuwa ni noti bandia. Halikadhalika jeshi la polisi mkoa wa Songwe katika wilaya ya Momba Tunduma imefanikiwa kukamata pikipiki moja aina ya King Lion ikiwa imebeba vipodozi vya aina mbalimbali, vinatajwa Epidemic Cream, Coco Pulp, Mickey Claire, Beauty Extra na lotion nyingine nyingi, vipodozi ambavyo vimepigwa marufuku nchini kwa sababu ya madhara ya kiafya na kuharibu ngozi za Watanzania. Lakini tumia pia alikimbia na kutelekeza, alitelekeza vitu na kukimbia na kuona, baada ya kuona askari waliokuwa wakifuatilia. Kwa hiyo juhudi za kumtafuta na kumkamata, kwa sababu pikipiki tutajua tu chassis namba, tutafuta tujua mmiliki ni nani, tutaanzia hapa. Vile vile jeshi la polisi mkoa wa Songwe linamshikilia mali dhaniwa kuwa ni wizi katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Songwe kama ifuatavyo: tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka huu hadi tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka huu, majira tofauti kwa wilaya ya Mbozi, Mbozi, Momba, Ileje na Songwe, askari wakiwa doria wafanikiwa kukamata vitu mbalimbali ambavyo tunadhani kuwa ni vya wizi, ambavyo ni pamoja na TV moja aina ya LG, utaiona hapo, inchi 32, TV moja aina ya digital inchi 55, power mixer na speaker kubwa 6, waya mbalimbali, mtungi wa gesi, fire extinguisher, laptop aina ya Dell, pikipiki yenye rangi nyekundu moja aina ya King Lion na redio 2 aina ya subwoofer. Kufuatia mwendelezo wa msako wa vyombo vya moto vilivyoibiwa katika maeneo mbalimbali, tumeweza kufanya operation na misako kwa ushirikiano na wenzetu askari kutoka mkoa wa Mbeya, na hivyo kufanikiwa kukamata magari yaliyoibiwa mkoa wa Mbeya, Cruiser Prado yenye namba za usajili T747 DPP na Toyota Passion yenye namba za usajili T115 DYM
ambayo imekamatwa katika mkoa wetu wa Songwe kushirikiana na wenzetu wa Mbeya, na hivyo kuwakabidhi kwa sababu kesi zimefunguliwa kule Mbeya na magari yao sasa hivi yako Mbeya ambako wanaendelea na taratibu za kisheria katika mkoa ule. Lakini pia kumekuwa na mafanikio katika kesi mahakamani, ambapo kwa upande wa mafanikio ya kesi mahakamani, jumla ya watuhumiwa 67 katika kipindi chokitaji walipatikana na hatia na kuhukumiwa vifungo mbalimbali kama inavyoonekana hapa. Katika mahakama ya wilaya Mbozi tarehe 27 mwezi wa 4 ilimkuta na hatia mtuhumiwa Chaston Baiwelo Kayela mwenye umri wa miaka 27, Mnyiha na mkazi wa Vwawa, na hivyo kumhukumu kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Lakini hakimu mkazi katika mahakama ya hakimu mkazi wa Songwe tarehe 2 mwezi wa 4 2026 ilimkuta na hatia mtuhumiwa Boniface Benson Koswe mwenye umri wa miaka 32, Mnyiha, mkulima na mkazi wa Busia, na kumhukumu kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kupatikana na nyara za serikali. Lakini mahakama ya wilaya ya Songwe tarehe 8 mwezi wa 4 ilimtia hatiani Stephen Michael Fungamela na kumhukumu kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kuharibu miundombinu ya umeme. Tunajua sasa hivi TANESCO kulikuwa na hizo kesi na ni makosa ya uhujumu uchumi haya. Lakini katika wilaya ya mahakama wilaya ya Momba tarehe 15 mwezi wa 4 ilikutana na hatia mtuhumiwa Janet Daudi Kibona na kuhukumiwa adhabu ya kifungo cha jela miaka 4 pamoja na fidia kwa mhanga ya pesa za Kitanzania jumla shilingi milioni 65,944,196 kwa kosa la wizi. Kwa hiyo alifungwa, lakini pia mahakama ikatoa amri aweze kumfidia huyo aliyeibiwa. Vile vile mahakama hiyo ilimkuta na hatia mtuhumiwa mwingine Juma Kalunde Moni na kutoa adhabu ya kifungo cha miaka 6 kwa kosa la wizi wa mifugo. Watuhumiwa 22 katika wilaya ya Momba na Mbozi wamehukumiwa kifungo cha miezi 6 jela au faini kati ya shilingi 300,000 na 500,000 kwa makosa ya kutoa taarifa za uongo zilizotokana na uzushi au uvumi wa watu kupotelewa na nyeti. Utakumbuka kwamba mkoa wetu ulipata na kadhia hiyo, lakini na tatizo limekwisha. Lakini waliofanya hivyo, tunashukuru vyombo vya sheria vimefanya kazi, na waliopatikana na hatia wameweza kupata adhabu yao kwa mujibu wa sheria. Pia watuhumiwa 3 katika wilaya ya Momba walikutwa na hatia na kupewa vifungo vya kwenda jela mwaka mmoja au faini ya shilingi 500,000 kwa makosa ya kukamata madawa ya kulevya aina ya bangi. Hizo zilizotaja ni baadhi tu ya kesi kubwa ambazo zimeweza kutoka kipindi hicho, zipo na nyingine ndogo ndogo, lakini hizo ndio kesi kubwa ambazo kwa kipindi cha mwezi uliotaja zimeweza kupata taarifa zake. Lakini kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe limefanikiwa kuzuia ajali na kuendelea kutoa elimu mbalimbali kwa watumiaji wa barabara, na pia limefanikiwa kukamata jumla ya makosa 854 ambapo kila kosa moja wahalifu au madereva waliofanya makosa hayo wameweza kupigwa faini ya 30,000 kwa ukiukaji wa sheria za usalama barabarani. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe katika kuhakikisha linaendelea kutekeleza dhana yake ya kijamii limeendelea kutoa elimu maeneo yote ya mkoa wa Songwe kwa kupitia polisi kata wake kwa kufanya mikutano mbalimbali, ambapo jumla ya mikutano 210 imeweza kufanyika katika kata zote za mkoa wetu wa Songwe. Pia vimeundwa vikundi vya ulinzi shirikishi katika wilaya zetu. Katika mwezi huu jumla ya vikundi 21 vimeweza kuundwa na kupewa elimu ya namna ya kufanya ulinzi shirikishi salama na wenye tija katika jamii. Mwisho, Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe, kwanza nawashukuru wananchi kwa kuendelea kushirikiana nasi, lakini tunaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi ili kusaidia kupunguza makosa ya kihalifu kwa kutoa taarifa za wahalifu pamoja na wahalifu ili kuweza kutanzua uhalifu mapema kabla haujatokea. Kwani kazi kubwa ya polisi ni kuzuia na si kupambana na wahalifu. Kwa hiyo tukipata taarifa mapema tutazuia na mkoa wetu utakuwa salama. Lakini wale ambao watakwenda kinyume, basi hatua stahiki kama ambavyo mmeona, tuendelea kuwa wakali, tutachukua hatua kwa mujibu wa sheria. Asante sana kwa kunisikiliza. Ambazo kuna kampuni ambazo kisheria ndio zimeruhusiwa kufanya biashara hii
lakini kuna watu wanafanya tengenezaji kienyeji majumbani, na hata hizi stickers kama ni TRA, hizi sio stickers zao. Tunashukuru kwamba wenzetu wa TBS wamechukua sample na watakwambia, lakini pia hizi fake, hakuna nembo ya TRA inayofanana na hii imetengenezwa, lakini maboksi yote tunayaona. Hata hii strong weka nembo, ukiangalia zimepauka, hata ukiangalia kwa macho, hata kama sio mtaalamu utaona hii sio nembo tuliozoea sticker ya TRA. Hizi zinatengenezwa mtaani, na maboksi kama mnavyoyaona ni haya hapa. Pikipiki hizo zitaja hizo hapo, lakini kuna pombe, hivi vinywaji aina ya Kung-Fu, hizi sio fake, isipokuwa tu zimeingia nchini bila kufuata taratibu na zinalipiwa ushuru. Kwa hiyo tunasana wenzetu wa TRA ili wakikamatwa basi waweze kujibu tuhuma hizo. Maboksi tuna chupa tupu, lakini na boksi za kufungia hizo konyaki wazi zinatengenezwa pia na zinawekwa hizo vitu ambavyo ni fake. Diesel tunadumu kama nilivyosema, dumu ziko 12 lita 20 za ujazo, kwa hiyo tuna lita zaidi ya lita 200 nazo pia ambazo zimekamatwa. Mtu anafanya biashara bila kuwa na kibali, lakini pia ni hatari kuhifadhi vitu kama hivi nyumbani. Kwa hiyo watu wataalamu wa mkemia wamechukua samples ili kuweza kudhibitisha ni kimiminika ina ubara kiasi gani, kama ni diesel ya kawaida, na pia je, ina viwango vinavyohitajika, lakini imehifadhiwa isivyo halali na kufanya biashara ambayo hana faida. Kuna TV kama nilivyosema, flat screen kubwa na hizi lakini kuna speaker kubwa, subwoofer na music. Kumbuka hapo siku za nyuma kulikuwa na wimbi la kuibiwa kwa vyombo kwenye makanisa, kanisa yanavunjwa na vitu vinaibiwa. Sasa kupitia taarifa hii, basi kama kuna wananchi ambao waliibiwa vitu vyao, sababu tumekamata maeneo tofauti, inawezekana vimeibiwa hapa na vikaenda kupelekwa Tunduma, au vikiwa Songwe vikaletwa hapa. Kwa hiyo ni waalika wananchi walioibiwa vitu mbalimbali, hasa subwoofer, muziki na TV, basi wafike kituo cha polisi Mbozi au ofisi ya mkuu wa upelelezi wa mkoa aweze kuwapeleka huko, waweze kutambua vyombo hivi kama ni kwao, basi ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa, ikiwa ni pamoja na pikipiki hiyo ambayo umehitaji. Lakini ziko bunduki, nilisema hii ndio bunduki ya pistol iliyotengenezwa kienyeji. Hii pistol imekuwa ni maarufu sana katika mkoa wetu, kitu tunapambana nazo na wananchi mtusaidie, kwa sababu zinatengenezwa hizi ndani na risasi zake ni za shotgun na hii imetumika kujeruhi. Risasi ni ya shotgun ambayo ni risasi kamili na inapigwa na ina nguvu sawa na silaha, lakini imetengenezwa kienyeji, na kwa sababu ni fupi, ikiweka kishindo chake ni kikubwa sana. Lakini shotgun ambayo imekamatwa hii inamilikiwa isivyo halali, na katika upelelezi wa watu ndio kwamba hii ametaja atatuambia, sababu kuna wengine wanarizi kwa ndugu zao, baada ya kufuata taratibu za kisheria waweze kumiliki halali, wanaanza kuzitumia. Ni makosa. Hata kama bunduki kwa ni ya baba yako, ilikuwa ni ya nani, akishafariki inatakiwa iletwe kituo cha polisi kuhifadhiwa, na taratibu za kumilikishwa kisheria ziweze kufanywa. Kufanya kinyume na hapo ni kosa kama hiyo. Makosa mengine na huyo pia itabidi ajibu tuhuma ya kutumia silaha bila kuwa na vibali maalum vya kumiliki silaha. Mara nyingi katika uvushaji wa vipodozi zinatumika sana. Kwa hiyo wananchi wanapotilia mashaka, mtu yuko mpakani na maboksi haeleweki, hebu tujulishe au msimamisheni, lakini msimpige kuchukua sheria mkononi, mkamateni, mleteni kwetu, tutahoji uhalali wa yeye kuwa na hiyo mzigo. Kama ni halali basi ataachiwa, lakini kama vinginevyo tusaidiane ili tuweze kukomesha vitendo hivi katika mpaka wetu, ili ushuru halali uweze kupatikana na shughuli za kiuchumi ziweze kuendelea. Ndio kwamba mkoa wetu ni mkoa wa kimkakati. Tukiruhusu vitendo vya namna hii, watu kujifanyia shughuli ovyo ovyo bila kufuata taratibu, tutakuwa tunadidimiza uchumi wa mkoa wetu, lakini pia makosa ya jinai hayawezi kuishi. Tushirikiane pamoja tuweze kuweka mkoa wetu salama.